Marekani kupitia operation yao ya Epic Fury wanaendelea kuishambulia nchi ya Iran. Swali ni je, Iran wataweza kushinda vita dhidi ya Marekani? Je, Irani wamejipanga kwa vita ya muda mrefu dhidi ya nchi ya Marekani na Israel? Hili ndio swali ambalo tunaweza kujiuliza kati yangu mimi na wewe kwamba je, Irani watashinda kwa nguvu ama watashinda kimkakati? Kwa sababu vita sio maguvu, vita sio nguvu, vita ni ujasusi, vita ni intelligence warfare, vita ni proxy warfare, vita ni psychological warfare, vita ni electronic warfare pamoja na cyber warfare. Kwa hiyo hivi ndio vita vya kisasa. Kwa hiyo katika vita watu wanapigana kwa mbinu strategic, mikakati, tactics mbalimbali ambazo zikitumika vizuri huenda zikapelekea upande mmoja kuweza kushinda katika vita husika. Sasa tuangalie katika vita ambayo inaendelea sasa hivi. Ndio hapa na kuuliza kwamba je, Irani watashinda vita dhidi ya Marekani ama watashinda vita kimkakati? Tuanze upande wa kwanza wa Irani kushinda vita kimkakati. Irani walianza na direct retaliations ya kujibu mashambulizi dhidi ya adui wake ambaye ni Israel, kwa sababu mashambulizi alianzisha Israel, baadaye kaja Marekani wakimshambulia kwa pamoja Muirani. Sasa baadaye tukaona ile direct retaliations, akarudisha majibu baada ya kushambuliwa Muirani, lakini baadaye akaanza na strategic yake ya kwanza, ambaye huu ndio mkakati wa kwanza kupitia operation yake ya True Promise 4, akashambulia akatengeneza mkakati unaitwa regional pressure strategic. Yani huu ndio mkakati wake wa kwanza, alikiamsha na mpaka leo hii anaendelea kukiamsha ndani ya Mashariki ya Kati, kuzishambulia zile neighbor countries kama vile Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Bahrain. Huu ndio mpango wa kwanza kuleta pressure ndani ya ukanda wa Mashariki ya Kati. Kwa hiyo hii kwa lugha nyingine tunaita ni self defense, ambayo amejitengenezea kwa kushambulia diplomatic missions za Marekani, military bases za Marekani, lakini pia oil refineries za Marekani katika ukanda wa Middle East. Kwa hiyo hii ndio strategy ya kwanza ama mkakati wa kwanza ambao Muirani ameutumia katika hii vita ambayo inaendelea. Mkakati wa pili ni kuhusu mlango wa bahari ama tunaita Strait of Hormuz. Hiki ndio kitovu kikubwa cha mafuta duniani, na ndio tumeona kwamba ameweza kuipressure nchi ya Marekani, watu wengi wakimshambulia rais wa Marekani Donald Trump kwa vita ambayo kaianzisha, ambayo haina manufaa yoyote kwa raia wa kawaida wa nchi ya Marekani. Na ndio maana wanasema kwamba hivi Trump ama Marekani imevutwa katika vita ambayo hainufaishi Marekani bali inamnufaisha Muisrael. Kwa hiyo Strait of Hormuz ni moja kati ya mpango kazi ambao ameuandaa Muirani kujidefense dhidi ya maadui zake. Huenda dunia ikaingia katika economic global nightmares ikiwa tu Muirani ataendelea kushambuliwa na kuzuia mlango wa bahari wa Hormuz. Lakini pia mwasilika mkubwa sana atakuwa ni Marekani, kwa sababu tumeona baadhi ya mataifa kama vile India yakijua ruhusa ya kupita. Lakini pia tumeona mpango mwingine wa nchi ya Iran baada ya kusema kwamba katika nchi ambazo zitakuwa zinapita katika mfereji wa Hormuz watalipa taxi kupitia pesa ya Kichina. Kwa hiyo sasa hapa wanaishusha dola katika soko la mafuta kimataifa. Kwa hiyo hii ni mipango ama mikakati ambayo huenda Marekani asiweze kutolerate, kuivumilia, na mwisho wa siku akapave the way kwa yeye kurudi chini na kutafakari katika mpango wake mzima kuendelea na hii vita ambayo inaendelea kati yake pamoja na Iran. Kwa hiyo
tunaendelea kuona vita ambayo inaendelea, lakini pia masuala mazima ya ile structure ya uongozi wa Irani ni moja kati ya kizuizi kikubwa sana katika mkakati wa ushindi katika vita yao. Tumeona wao wamekuja na mkakati wa decapitation strategic ya kuwaua viongozi wa Irani, kutengeneza ile psychological warfare, kuatia hofu raia ama viongozi wa nchi ya Iran, na pia kupelekea kuparalyze kwa serikali, ama tunaita leadership vacuum ama power vacuum, kuishusha ama kuizorotesha serikali baada ya kuwaua viongozi wake wa juu ama supreme leader. Kwa hiyo unaweza kuona mikakati ambayo inaendelea katika operation hizi, True Promise, Epic Fury, Rising Lion. Kwa hiyo bado, lakini kwa upande wa structure ya uongozi wa Irani unaonekana kwamba kwa madhubuti na wameweza kuwatoa wale successor. Tumeona baada ya kifo cha Khamenei, mwanae Mojtaba Khamenei amechukua madaraka, amekufa Ali Larijani, lakini bado serikali ya nchi ya Iran haijaweza kuteteleka mpaka sasa hivi. Kwa hiyo tunasema huenda katika vita hii Muirani akashinda kimkakati. Lakini pia tumeona drones warfare, Muirani silaha zake za drones zikiwa ni mlengo mkubwa wa mkakati wa ushindi katika vita hii. Lakini pia tumeona ballistic missile, Khorramshi's Fatal Qadri, ni mabomu ambayo yamempa support kubwa sana Muirani katika vita yake ambayo inaendelea sasa hivi. Kwa hiyo ni vita vya kimkakati, lakini pia Muirani kuna silaha ambazo zinambeba na kumpa ushindi katika vita hii ambayo inaendelea sasa hivi pale Mashariki ya Kati. Lakini pia tumeona kwamba Marekani na Muirani wakipambana kuwaua viongozi, japo hii kwa baadhi ya wachambuzi wanasema huenda ukawa ni mpango mbaya zaidi, na huenda kama Irani wasipochukulia serious ikawa ni sababu ya wao kuweza kushindwa vita hii na kumpa nafasi Marekani, kwa sababu tumeona ujasusi wa Marekani wameweza kuingia mpaka katika serikali ya nchi ya Iran ambao wanatoa taarifa na mwisho siku viongozi wao wanauawa. Kwa hiyo Mossad wapo ndani ya serikali ya Iran, CIA wapo ndani ya serikali ya Iran, lakini pia tumeona waliweza kutoa bounty ya dola za Kimarekani milioni 10 sawa sana shilingi za Kitanzania bilioni 26 kwa mtu ambaye ataweza kulink taarifa za sehemu ama location ambayo yupo Mojtaba Khamenei. Kwa hiyo vita ni kali na mikakati bado imekuwa ndio vita inayopigwa katika Mashariki ya Kati.